Ujumbe wa kwenye comment wa Diamond Platnumz kwenda kwa Jux haukuwa mbaya na ulikuwa ni wa utani, lakini kwenye utani kuna ukweli ndani yake. Sio Diamond peke yake, tumeona kina Hans Kana, lakini pia na wasanii mbalimbali kama kina Dula Makabila, wasanii kama kina Billnass, wote hao wamepita na utani wa kumuombea Jux aweze kurejea kama kawaida yake kwenye hali yake na muonekano ule ule. Na Watanzania na hata wasanii wenzake wanataka Jux aweze kurudi tena kwenye muziki kama kawaida. Tulikuwa tumeshazoea mwanzoni mwa mwaka the way ambavyo Jux alikuwa na push na kuingia kwenye mfumo na kuliteka soko baada ya kuwa anafanya kolabo nyingi sana na Diamond Platnumz. Tulikuwa tunaona the way chemistry yao ilivyokubali, lakini baada tu ya Jux kujiengage sana kwenye masuala ya ndoa na kukaa Bennett na mke wake, hapo tatizo ndo lilipoanzia. Kitendo cha Jux kumpa airtime na kumpa muda mke wake, mambo ndo yakaanza kujibaganza. Yani mwisho wa siku Jux akaanza kupotea kwenye ramani ya muziki na tukaanza kuona tofauti katika afya yake, na ndo maana wasanii wenzake wote sasa hivi wameingia kwenye kampeni ya kumwombea Jux apone haraka. Kama ni ugonjwa, kama ni stress, msongo wake wa mawazo, basi arudi katika hali yake ya kawaida na muziki unamsubiri. Miongoni mwa wasanii ambao wana influence kubwa sana katika muziki wa Bongo Flava ni Jux, na kadiri siku ambazo zilikuwa zinaenda, the way ambavyo sasa hivi ametengeneza competitive pia demand katika upande wa brandi yake, tena baada ya kuwa na mashabiki wengi kutokea Nigeria, ni kitu ambacho pia Diamond kilikuwa kinazidi pia kumpa nafasi ya kufanya naye kazi siku hadi siku, kwa kuwa alikuwa anajua kwamba na yeye ana gain mashabiki wengi kutokea Nigeria. Sasa kitendo cha Jux sasa hivi kutokuwa na coverage nzuri ya muziki wake kinamfanya pia Diamond Platnumz na wasanii wengine wajisikie vibaya. The way ambavyo Jux alikuwa anaenda kwa kasi katika soko la kimataifa, tulikuwa tunapata msanii mwingine ambaye anatuwakilisha vyema kimataifa. Tulikuwa tunajivunia Rayvanny, Harmonize, Alikiba, lakini Jux na yeye alikuwa anakuja kwa kasi kiasi kwamba tukasema kwamba Jux akiendelea kwa style kama hiyo, akaendeleza kufanya kolabo mbalimbali na wasanii kutokea Nigeria, basi Jux anaweza kuwa ni msanii mkubwa siku za usoni. Lakini baada ya Jux kukutwa na haya matatizo ya ndoa na msongo wa mawazo umekuwa ni mwingi na afya yake kupotea, imefikia hatua ambayo Jux na yeye ameamua kudrop kabisa kimuziki na kuachana kidogo na swala la muziki. Japokuwa tuliona posti ya kampuni ya Warner Music ambayo ni special kwa ajili ya distribution ya muziki, ambao waliingia mkataba na Jux, na ni kitu pia ambacho tulikuwa tunasubiri pia kumpongeza sana Jux namna ambavyo ameingia kwenye kampuni ya usambazaji wa muziki na umiliki na usambazaji wa kazi zake ambazo ni kampuni ya Warner Music. Hiyo ni kampuni ambayo walishawahi kufanya kazi na Diamond, walishawahi kufanya pia kazi na wasanii mbalimbali kutokea Nigeria. So kwa upande wa Jux imekuwa ni pia ni kama fursa ambayo na yeye anaenda kuipata kupitia kampuni ya Warner Music. So cha msingi wadau wangu, tukutane kwenye upande wa comment. Hapa ni Hatboy Media.